Rais wa Marekani na mkewe Melania Trump waliondolewa haraka kwenye hafla ya kila mwaka ya chakula cha jioni ya waandishi wa habari White House Correspondents' Dinner mjini Washington DC, Marekani, baada ya mtu mwenye silaha kuvamia na kufyatua risasi karibu na eneo la usalama. Kwa mujibu wa maafisa wa usalama, mshukiwa huyo alifyatua risasi kuelekea maafisa wa usalama katika eneo la ukaguzi kabla ya kuingia ukumbini. Afisa mmoja alipigwa risasi lakini hakupata madhara makubwa kutokana na kuvaa fulana ya kuzuia risasi na hali yake inaelezwa kuwa nzuri na kawaida. Washirika wa hafla hiyo wakiwemo viongozi wa serikali na wanahabari walilazimika kujificha chini ya meza, huku viongozi wa usalama wakichukua tahadhari na hatua za haraka kumdhibiti mshukiwa huyo. Mshukiwa huyo aliyekuwa na silaha kadhaa alikamatwa na mamlaka na anaaminika kuwa alitenda tukio hilo akiwa peke yake, na hakuna viongozi wa serikali walioumia katika tukio hilo. Baada ya tukio hilo, Trump aliwashukuru maafisa wa usalama kwa hatua zao za haraka na kusema tukio hilo linachunguzwa zaidi, huku sababu za mshambuliaji huyo bado zikiwa hazijajulikana. Hafla hiyo iliyokuwa imehudhuriwa na mamia ya watu wakiwemo viongozi wakuu wa serikali ilisitishwa kufuatia tukio hilo la ghafla la kiusalama. Polisi wa Washington DC wamesema mshukiwa wa tukio la kufyatua risasi katika hafla hiyo ya waandishi wa habari wa ikulu ya White House Marekani alikuwa ni mgeni katika hoteli iliyokuwa mwenyeji wa hafla hiyo. Kiongozi mwandamizi wa polisi Jeff Carroll amesema kimeshikiliwa kama sehemu ya uchunguzi unaoendelea. Amesema mshukiwa huyo hakuwahi kujulikana na polisi kabla ya tukio hilo na hakuna ishara ya awali iliyokuwa ikionyesha hatari yoyote. Polisi pia wamesema eneo la ukaguzi lililopo kwenye mlango wa tukio hilo linasaidia kumkamata mshukiwa haraka mara baada ya tukio. Aidha, mamlaka zimesema hakukuwa na dalili ya tukio lingine lolote lile la tishio la usalama. Hata hivyo, mamlaka za Marekani zimemtambua mshukiwa wa tukio hilo kuwa ni Cole Thomas Allen mwenye umri wa miaka 31 kutoka Torrance, jimboni California, na anatarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatatu mnamo Aprili 27 kujibu mashtaka yake, ambapo mwanasheria kutoka Columbia, Marekani, Giannini Pirro amesema anakabiliwa na makosa ya kutumia silaha katika uhalifu wa vurugu pamoja na kushambulia maafisa wa serikali kutumia silaha hatari. Amesema kesi hiyo itasikilizwa katika mahakama ya shirikisho na hatua za kisheria tayari zimeanza kuchukuliwa dhidi yake. Polisi wamesema bado wanachunguza chanzo cha tukio hilo, lakini mshukiwa amekamatwa eneo la ukaguzi lililowekwa kwa usalama wa hafla hiyo. Tukio la shambulizi hilo la mnamo Jumamosi Aprili 25 limetokea katika hoteli ya Washington Hilton iliyopo Connecticut Avenue, eneo lile lile ambalo rais wa zamani wa Marekani Ronald Reagan alipigwa risasi na kujeruhiwa mnamo mwaka 1981. Shambulio hilo lilitokea mnamo Machi 30 mwaka huo 1981 wakati mshambuliaji John Hinken Jr. alipofyatua risasi dhidi ya Reagan alipokuwa akirejea kwenye gari lake la rais baada ya kutoa hotuba ndani ya hoteli hiyo. Reagan alinusurika lakini alijeruhiwa vibaya baada ya risasi kupiga gari lake la rais na kumpiga tumboni, ikimvunja ubavu na kutoboa pafu moja. Alikimbizwa katika hospitali ya chuo kikuu cha George Washington iliyo karibu na baadaye aliruhusiwa kutoka hospitalini tarehe 11 Aprili, karibu wiki moja na nusu baadaye. Mwaka uliofuata Hinken alipatikana hana hatia kwa sababu alibainika kuwa na ugonjwa wa akili, lakini alishikiliwa katika sehemu yenye ulinzi wa hali ya juu katika hospitali ya Mtakatifu Elizabeth mjini Washington hadi alipoachiliwa mwaka 2016, miaka 35 baadaye. Mpaka leo bado kuna kibao cha kumbukumbu kinachoonyesha eneo la tukio hilo upande wa hoteli hiyo. Hivyo shambulizi la Jumamosi mnamo Aprili 25, 2026 ni kumbukumbu rejea ya miaka iliyopita ambayo awali ilisababisha madhara makubwa na huenda ingepoteza mapema maisha ya Rais Reagan. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.